يوم القيامة يوما حسرة وندامة. Anasema ni siku ya hasara na ni siku ya kujuta. Yafsara Allah Ta'ala ummati min kuburihim, hakika Mwenyezi Mungu atafufua wote walioko makaburini mwao. Ala 12 fawjan, hali ya kuwa ni makundi 12 kulingana na hadithi ya Muadh bin Jabal. Amma al-fawjul ula, kikundi cha kwanza tatoka wakati Israfil atapuliza baragumu ya kiyama. Amma al-fawjul ula fayuhsharuna min quburihim laysa lahum yadun wala rijlin, watatoka ndani ya kaburi hali kwa hawana mikono wala hawana miguu, yani ni kama kigingi ya miti imetupwa nje siku ya kiyama. Fayunadi munadi min qabli rahman, mwenye kunadi hapo ni malaika, anasema haula alladhina kanu yudhuna aljiran, hawa wanafufuliwa hawana mikono wala hawana miguu, walipokuwa duniani walikuwa na tabia ya kuwaudhi majirani. Wasema matu walam yatub, walikufa bila kuleta toba. Fahadha jazaohum wa masiruhum ila nar, watapelekwa moto wa jahannam hali ya kuwa hawana mikono wala hawana miguu. Allahu akbar. Ama fawjul thani, ya pili, fayuhsharuna min quburihim ala surati al-khanazir, watatoka ndani ya kaburi hali ya kuwa wanagusa nguruwe. Mwili ya khanazir si nguruwe ya mwili ya binadamu, lakini uso ni nguruwe. Fayunadi munadi min qabli rahman, malaika na nada asema haula alladhina yatahawanuna fi salat, hawa ambao siku ya kiyama utaona wako na uso nguruwe, walipokuwa duniani walikuwa na katakata sala, wasali sala kwa wakati yake. Allahu akbar. Matu walam yatub, walikufa bila kuleta tauba. Fahadha jazaohum wa masiruhum ila nar, watasukuma katika moto wa jahannam wakiwa na uso wa nyani. Mwili ni ya binadamu lakini. Wa amma al-fawjul thalith, kikundi cha tatu, fayuhsharuna min quburihim wa butunuhum mithlu al-jibal jabal al-Uhud, watatoka ndani ya kaburi wana matumbo kubwa kiasi ya milima ya Uhud. Muliat min hayat wal aqarib, ndani ya tumbo imejaa kila inge na nyoka. Kamithli al-biqal, kiasi ya nyumbu. Fayunadi munadi min qabli rahman, malaika na nadi anasema haula alladhina yamnauna zakat, ikifika mwezi wa zaka hawatoi. Na najua kwa kila percentage unatoa zaka, kwa kila 500 unatoa kiasi gani? 2.5%, sio? 2.5% unatoa kwa kila 500. Hiyo ni cash. Cash, exactly. Matu lam yatub, walikufa bila kuleta toba. Fahadha jazaohum wa masiru min nar, unaingia katika moto wa jahannam katika hali kama hiyo. Ya inna sasa. Wa amma fawjul rabi', ya inna fayuhsharuna min quburihim yajri min afwahihim dam. Imagine unaenda mbele ya Mwenyezi Mungu, mdomo unatapika damu. Na unaenda mbele ya Mwenyezi Mungu unatapika damu, hiyo ni exhibit. Wa am'ahum tajri 'ala al-ardi, na mara yao wanakutia chini, tunataka kujua ni kina nani. Wa naru takhruju min afwahihim, na tena moto wa jahannam unatoka kwenye mdomo yao. Fayunadi munadi min qabli rahman, malaika na nada anasema haula alladhina kadhabu fi bai'a, ni wafanya biashara ambaye mfanya biashara wakati anauza anasema wallahi kitu nimenunua na shilingi 2000 na kumbe alinunua na shilingi 500. Hapo siku ya kiyama anafufuliwa hada udhalilifu kama hiyo. Washara wa matu walam yatub, walikufa bila kuleta tauba. Fahadha jazaohum wa masiruhum ila nar, wataingia moto wa jahannam katika hali kama hiyo. Wa amma al-fawjul khamis fayuhsharuna min quburihim, kikundi cha tano ndo tunaingia. Yastakhifuna min anas al-hubum, wananuka vibaya sana kama mnyama ambaye amekufa. Antina min jifati, yani kuliko hata mzoga ambaye amekufa. Wanaenda mbele Mwenyezi Mungu, mwili unanuka vibaya sana. Fayunadi munadi min qabli rahman, malaika na nadi anasema haula alladhina yaktumuna ma'asi sirran min anas, ni wale ambao wanafanya machafu huko, wanajificha, wanafanya zina, wanajificha, wataki kuonekana. Wala yakhifuna min Allah ta'ala, wala hawaogopi Mwenyezi Mungu. Sasa Mwenyezi Mungu anawadhalilisha siku ya kiyama, anatoka kwa nanuka vibaya sana. Matu wala yatub, walikufa bila kuleta toba. Fahadha jazaohum masirum ila nar, wataingia katika moto wa jahannam katika hali kama hii. Tunaingia kikundi cha sita, naona mmetulia, tutaendelea mpaka 6 haya. Wa amma al-fawjul sadis, nilikuwa nataka kumalizia hapa lakini naona
Mashaallah. Wa amma al-fawj al-sadis, kikundi cha sita, fayuhsharuna min quburihim maqtu'atun ala halqihim. Wa imagine unatoka na kaburi, shingo imechinjwa kama kondoo, unaenda mbele ya Mwenyezi Mungu. Aibu kiasi gani? Allah situjalie, tusemeni amin. Min al-afqiyati fayunadi munadi min qabli rahman. Tunataka kuona watu wanatoka na kaburi, damu na mageka kama kondoo imechinjwa. Maana malaika anasema haula alladhina yashhaduna zur. Hawa ni wale ambao wana tabia kuzungumza nini? Uongo. Unajua kuna baadhi ya watu utafikiri kama ni natural yao, yani wameumbwa tu kuzungumza uongo, na hata hawezi pata riziki mpaka azungumze uongo. Kuna mmoja nilimshikanga Kambegari baba. Tunaenda Kambegari, anasema sasa hivi tunaingia Mombasa, na tulikuwa aibu, mtu anazungumza maneno ya uongo live kabisa, hiyo ni hatari sana. Wal kadhib, anazungumza uongo. Matu wala miyatub, walikufa bila kuleta toba, fahadha jazaa'uhum masirun ila nar, wataingia moto wa jahannam katika hali umechinjwa kama mbuzi. Tunaingia ya 7. Wa amma al-fawj al-sabiq, unajua lazima tutulie tuangalie, labda uko ndani moja nitakuja kutaja ujui. Wa amma al-fawj al-sabiq ya 7, fayusharuna min quburihim laysa lahum alsina, anatoka na kaburi hana ulimi imekatwa na malaika kwenda na kaburi. Yajri min afwahihim dam, mdomo inatapika damu, wal qayh na usaa. Fayunadi munadi min qabli rahman, malaika na nadi anasema haula alladhina yamna'una shahadati alhaqi, ni wala anaenda kotini, unatoa ushahidi wa uongo, wanapata 30,000, sema nilimwona kimuua, hakuna shida, wewe leta tu anaweka pesa kwa mfuko, anaapa anasema mimi nilishuhudia kabisa, niliona yeye ndo alimuua. Sasa watu kama hawa ni hatari. Fayasharuna min quburihim laysa lahum alsina, Mungu anakata hiyo ulimi ambao ulikuwa unatumia kwa kuzungumza uongo. Yajri min afwahihim dam, na ilhali inatoa damu na usaa. Wal qayh, ni usaa ile chafu kabisa. Matu walam yatub, walikufa bila kuleta toba. Fahadha jazaa'uhum masirun ila nar, usikubali kutoa hata ukipata milioni moja, achana naye, ya kesho ndo hatari. Tunaingia ya 8, sio? Wa amma al-fawj al-thamin, watu ya 8, fayasharuna min quburihim nakisa ruusihim, wana kichwa inainamisha chini, wanatoka na kaburi. Siku ya kiyama utaona maajabu sana. Wa arjuluhum fawqa ruusihim, mguu imevunjwa, yani anatembea na anainamisha kichwa, mguu yote mbili, tena sijui atakana kama scorpion ama nini. Kichwa imevunjwa, mguu imevunjwa, imepelekwa juu, wanatoka na kaburi. Tajri min furujihim anharu min qayh wa sadid, katika sehemu yao ya siri inatoa usana damu, wanaenda mbele ya Mwenyezi Mungu. Fayunadi munadi min qabli rahman, malaika na nadi anajulisha watu, anasema haula alladhina yazinun, hawa ni wazinifu, wala wanafanya machafu. Zina ni hatari. Mtume anasema jarimatu zina yahtazu laha arshu rahmani ghadaba, wakati mtu anafanya zina, arsha Mwenyezi Mungu inatingika. Na kuna baadhi ya watu hata zina mpaka bibi ya watu wanafanya zina, wanazini mpaka na wake za watu. Mtume anasema manzana bi imraati mutazawija, mwenye kuzini na mke wa mtu, udhiba fi qabrihi, atadhabiwa ndani ya kaburi, binafsi aladhab hadhihi al-umma, adhabu ya ummatul Muhammad atapelekewa yeye peke yake ndani ya kaburi. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Anasema walikufa matu walam yatubu, walikufa bila kuleta toba, baada jazaa'uhum masirun ila nar, wanapelekwa katika moto wa jahannam. Wewe ukiataka ukijiona hujafufuliwa noma, wanafufuliwa tu na namna ya ajabu, uje hali yako ni hatari sana, Mungu ataepusha naye. Wa amma fawjul tasa, tunaenda kikundi cha 9, fayusharuna min quburihim sudul hujum, uso inakaa kama chini ya sufuria nyeusi, zarqul uyun, na macho nyekundu, sijui mtu utamuimaje namna gani, zarqul uyun. Wa butunuhum mamlu'atu minan nar, tumbo inajaa makaa ya moto wa jahannam. Fayunadi munadi min qabli rahman, malaika na nadi anasema haula alladhina yaakuluna amwala al-yatama dhulman, ni wala anakula mali ya yatima kwa njia ya dhulma. Inna lillahi. Kuna baadhi ya watu wanasimamia zile chakula ambazo zinatumwa kutoka Yemen, inatumwa kutoka Saudi, inatumwa kutoka sehemu tofauti nchi za Kiarabu, zinatuma na pesa ya kuwalisha wale watu ambao ni mayatima. Sasa wale watu wenye wasimamizi, wale ambao wanasimamia hizo mali ya yatima, wanajenga nyumba za magorofa, wananunua magari ya BMW, na wale huko wanatuma pesa, wanajua watoto wanakula kuku na chapati, lakini wao unawapatia nini? Ugali na majani. Ile pesa nyingine mna save. Kwa sababu gani? Unataka kujiendeleza kimaisha, unawanyonga